Mtazamaji, idadi ya watu waliofariki katika ajali ya barabara eneo la Kikopey, Gilgil, kaunti ya Nakuru sasa imefikia 16 hii leo. Watu 14 kati ya waliofariki wakiwa ni watu wa familia moja kutoka Kandara, kaunti ya Murang'a. Na kama anavyoarifu Stanley Nyaringita, familia hiyo sasa imeanza maandalizi ya mazishi. Katika kijiji cha Kahiga, Kandara, kaunti ya Murang'a. Familia hii inaomboleza kufariki kwa watu wao ambao sasa idadi imefikia watu 16. Hii ni baada ya watu wengine watatu kufariki katika ajali ya jana Jumapili katika eneo la Kikopey, barabara ya Nairobi Nakuru. Wakati nilijia huko moshari, niliona kuko na watu walikuwa wamekatakatwa uso na wengine wameumia miguu. Hivyo ndivyo niliona tu. Ajali hiyo iliwaacha familia hii na majonzi chungu nzima, wasijue la kufanya. Tena kuna hiyo gharama ya kutoa mili kutoka huko Gilgil mpaka huku kwetu Kahiga. So I think kuna changamoto yenye iko mbele yetu. Kulingana na familia iliyoko Rongai, kaunti ya Nakuru, waathiriwa walikuwa wanasafiri kuelekea Nakuru kwa mkutano wa familia na kumjulia hali mmoja wao ambaye amekuwa akiugua kabla ya gari lao kugongana ana kwa ana na trela moja. Kwa familia tumeshikana pamoja na ndio niko hapa tuwaboleze pamoja mpaka tuwapumzishe. Naomba tu Mungu apumzishe roho zao pahali pema peponi. Steven Gisheru alipokea habari za ajali hiyo alipokuwa kirejea nchini kutoka Tanzania. Baada ya kuwasili Gilgil, alifahamishwa kuwa mkewe Evelyn Nyakeni wa miaka 38 na mwanawe Margaret Wambui wa miaka 4 walikuwa miongoni mwa walioaga dunia. Hata hivyo, mwanawe Michael Mwangi wa miaka 9 ni miongoni mwa watu watatu pekee walionusurika. Kwa hii accident nimepoteza mtoto msichana, cousins, auntie, wote 14. Mwenyekiti wa chama cha usalama barabarani David Kiarie akitoa wito kwa mamlaka ya uchukuzi na usalama wa barabarani kufutilia mbali leseni za baadhi ya madereva wasio na uzoefu wa kuendesha magari ya uchukuzi wa umma. Kwingineko, watu wawili wamefariki katika ajali ya barabara eneo la Zambezi, kaunti ya Kiambu.